kwa sababu mitazamo ya wanadamu haifanani, na kulikuwa na upotoshaji mkubwa wa habari za tukio lilo uliofanywa na vyombo vya habari, hususan vya nje ya nchi na vya kimataifa. Kwa desturi ya waungwana, linapotokea jambo la hasara na kuumiza mioyo, matarajio ni kufarijiwa badala ya kuzodolewa. Kwa vyovyote vile, walioumizwa na tukio lile ni sisi wa Tanzania. Ni sisi tuliopoteza watoto wetu. Ni sisi tuliopoteza ndugu zetu, jamaa na marafiki zetu. Kwa hali yoyote ile, walioathirika ni wa Tanzania kwa ujumla wetu. Haiwezekani mtu mwingine asiye Mtanzania awe na uchungu zaidi kuliko sisi wa Tanzania. Haiwezekani. Lau kungekuwa na uwezekano, tunatamani siku zirudi nyuma. Yaliyotokea Oktoba 2025 yawe hayakutokea, na historia ijiandike upya ili tuweze kufuta doa tuliloingia. Hata baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere amewahi kusema katika moja ya hotuba zake kuwa wakati tunapata uhuru, tulichoachiwa na wakoloni halikuwa taifa, bali mkusanyiko wa makabila. Lakini kwa dhamira na utashi wa waasisi wetu, waliamua kujenga taifa moja imara lisiloendeshwa kwa misingi ya kidini, kikabila au hadhi ya mtu, na ambapo lugha yetu adhimu ya Kiswahili inatumika kama nyenzo ya kutuunganisha pamoja na kudumisha na kuimarisha utaifa wetu. Mwaka 1991 pale Mwalimu Nyerere alipojitokeza mbele wa Tanzania kujenga hoja ya taifa kuingia kwenye mfumo wa vyama vingi vya siasa, lengo lake lilikuwa kuweka mazingira ya kupambanisha fikra na si kuleta vurugu. Pamoja na hayo, kipekee kabisa narudia kuwashukuru sana wananchi kwa kutoendeleza vitendo vya uvunjifu wa amani licha ya hamasa zilizokuwa zinafanywa, hususan kupitia mitandao ya kijamii. Nawashukuru tena kwa utulivu wenu na imani yenu kwa serikali wakati tukisubiri taarifa hii ya tume. Asanteni sana wa Tanzania. Ndugu zangu wa Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania haikutokea kwa bahati, bali ilijengwa na waasisi wetu kwa maono na matendo yao. Na kama ilijengwa, ni wazi ipo misingi iliyoifanya nchi hii yenye zaidi ya makabila 126 kusimama kama taifa moja lenye mshikamano.